Viongozi wa chama cha ODM kaunti ya Mombasa wamewataka wanachama wao kujitokeza kwa wingi kujiandikisha kama wapiga kura kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wito huo umetolewa wakati ambapo juhudi za kuongeza idadi ya wapiga kura zinaendelea kote nchini, huku viongozi wakisisitiza umuhimu wa kila mwananchi kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia. Harakati iliyopo sasa ni registration. Umeelewa? Kila kitu wazungu wanasema kila kitu kuna heat of the moment. Sasa ukikosa hiyo, umeelewa? Hizo changamoto zote tumezitaja na nina hakika zitakuwa addressed. But at the moment what is key for us is to look at the registration. Sisi kama mabalozi tujaribu kuzungumza tu na wenzetu, yawe kama mazungumzo. Umeelewa? Tuanzishe hivyo ili kusudi watu wetu watoke kwenye. Akizungumza katika eneo bunge la Jomvu, mbunge Badi Twalib amesema kuwa takwimu kutoka kaunti mbalimbali za ukanda wa Pwani zinaonyesha kuwa Mombasa inashika nafasi ya pili kwa idadi ya waliojiandikisha kupiga kura. Kwa tunakutana hapa Jomvu kuweza kusensitize wanachama wetu kupitia officials wetu juu ya umuhimu wa kuchukua kura katika hizi election ambazo zinakuja 2027, na vile vile kuchukua advantage ya hii continuous voter registration exercise. Mimi mwenyewe last week nimepata data ya ambayo Mombasa yaonesha kumeandikwa kura ngapi, Kilifi kura ngapi, na pia vile vile imeshuka mpaka sub county. Kwa hivyo tunaona katika sehemu zetu kwa mpaka saa hizi kuna very slow pace, ijapokuwa katika coast Mombasa yetu ni ya pili, lakini katika sehemu zetu sub county tunaona kuwa wana slow pace ya voter registration. Hata hivyo, mbunge huyu alieleza wasiwasi wake kuhusu kasi ndogo ya kuandikisha katika baadhi ya maeneo ya mashinani, akisema kuwa hali hiyo inaweza kudhoofisha ushiriki wa wananchi katika uchaguzi ujao ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa. Aidha, amewataka viongozi wa mitaa, vijana na wanawake kuchukua jukumu la kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kuandikisha kama wapiga kura, akisisitiza kuwa nguvu za mabadiliko ziko mikononi mwa wananchi wenyewe. Kwa hivyo wale walioko katika viti sasa, nataka kusema kwa sisi pia mchango wetu tuliweza kuchangia, na ODM utaendelea kuwa sawasawa, na hapa Mombasa tuna support chairman wetu Mohamed Hamis kwa jina Chairman V. Ametoka mbali na chama, ameshikilia chama kwa mbio nyingi sana. Tukiangalia kila wakati anajaribu kuzungumza kuangalia vipi ataweza kusolidify chama katika hii Mombasa. Kwa hivyo pia nataka kusema kwa watu wa chama, na nataka kusema kwa viongozi pia, hawa officials wetu wanafanya kazi lakini kwa hali ngumu. Ofisi kulipa ngumu, wao wenyewe wafanya kazi kwenye hali ngumu. Kwa hivyo lazima kuwa na structured way ambayo tuweza kuona kuwa they can be supported. Moving around the county bila resources ni kazi ngumu, yataka kujitolea. Amebeba timu yake yote hapa kwa kujitolea wenyewe. Kwa hivyo ni kazi ngumu sana. Delegates wamekuja hapa, katika kuja tuangalie kitu kimoja. I am very happy. Juzi Jumatano mimi nilikuwa amongst the people ambao walifanya contribution yao parliament juu ya public participation bill, na tukazungumza kitu kimoja, kwa tukasema katika mambo ya mikutano kama hii tunahitaji funding, kwa sababu huwezi kutoa watu mbali. Leo watu wanaonekana hapa, kuna people living with disability na wengine wamekuja kusikia mwito wa chama, wakiondoka ni hivi hivi. Yabidi sisi sasa viongozi ndio tuingie mifukoni tuangalie kufanya nini. Lakini all the same nataka kusema kuwa Mombasa iko imara, Jomvu iko imara, na tutaendelea kuanzia wiki ijayo. Fula Ngenge mtaona kila pembe nikiingia kuonyesha kuhamasisha chama na vile vile kuhamasisha uandikishaji wa kura. Wito huo unajiri wakati ambapo IEBC inatarajiwa kuendesha awamu nyingine ya uandikishaji wa wapiga kura kote nchini, ikiwa ni maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Nikiripotia Bandari TV, mimi na Ramadhan Ngala.